si kuishukuru sana kamati, na nafikiri wote mmeelewa mambo ambayo yamekwenda na mambo ambayo yamejadiliwa. Na mimi nisisitize tu jambo kidogo kwa maslahi ya kumbukumbu. In person. Nimemuita kwa simu ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali in person. Na amekuwa akiniambia yuko South Africa kwa ajili ya matibabu. Nimemuita zaidi ya mara 10 kwa message na kwa simu. Ilipofika wiki fulani mbili, nilimueleza kwamba ninampatia only 5 days. Then akishindwa tena kuja hapa katika ofisi hii, taratibu zingine zote za kisheria zitaendelea. Na ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali amekuwa ni mtovu wa nidhamu wa kutumia majina hata ya familia Mheshimiwa Rais kinyume na utaratibu, kwa kuichafua na kuchafua viongozi wengine. Bado mbele yenu waandishi wa habari, natoa tena siku 5 kwa Mohamed Yusuf Ali aje mwenyewe kama alivyoitwa kwa mkuu wa mkoa na kwa jeshi la polisi. Atakapofeli, tutatumia kila njia iliyo ya kihalali na ya kisheria kumleta hapa nchini kama yuko nje ya nchi. Tunafanya hivi ndugu zangu, ili tusiwe viongozi wa kurupukaji tunapofanya maamuzi. Pande zote zisikilizwe, pande zote zionekane, ili mambo yote yaweze kuisha kwa mazungumzo na katika njia ambazo ni halali. Siku ile Babaunso amekwenda, alikuwepo nchini. The moment ameona mambo yanakuwa magumu, hayupo tena nchini. Kwa nitoe onyo kwa wale wote ambao wanahusika na masuala ya kujichukulia sheria mkononi, na hata hawa ambao walihusika. Nimepata taarifa kutoka jeshi la polisi kwamba taratibu za kisheria kali dhidi yao zinaendelea. Lakini namba 2, mmepitishwa hapa na kamishna msaidizi kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa unasaini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo unasaini fomu inayosema nauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasi na shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Biaris. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Lugaibula, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa mantiki hiyo, msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Biaris Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusuf Ali kurudi tena kwa Justus M. Lugaibula. Umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibula marehemu, inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake,
akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosolviwa muda huu. Mnielewe vizuri kisheria hapa. Kwa hiyo Bi Alice anarudishiwa jina hili moja kama msimamizi wa mirathi mwenye hadhi ya mke wa marehemu waliokuwa wanaishi pamoja kwenye kinachoitwa matrimonial home, nyumba ya familia. Lakini mali hii ikiwa ni mali ya ndoa, matrimonial asset. Kwa matrimonial asset inapata title hii kwa jina la msimamizi wa mirathi ambaye ni Bi Alice. Kwa mantiki hiyo, ndugu waandishi wa habari, kesho anaweza kutokea mtu akasema mimi ni mtoto wa Justus na ilalamikia serikali kwa kunipokonya haki ya mzazi wangu Justus na kumkabidhi mke wa Justus ambaye ni Bi Alice. Majibu ni kwamba Bi Alice anakuwa ni msimamizi. Taratibu zote za kimirathi zitakapokuwa zimekamilika, kama wakikubaliana kuiuza nyumba hii, mgawanyo utakuwa sawa sawa kwa wale wanaohusika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo niwapongeze sana timu yote chini ya mkuu wa wilaya. Ninyi mngekuwa ni viongozi wala rushwa, mama huyu na familia hii isingepata haki hii. Haki hii ni matokeo ya uongozi bora, ni matokeo ya kuzingatia maslahi ya wanyonge, na hayo ndio yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaambiwa wapo wengi pia walioumizwa kwa mfumo huu. Natoa rai kwamba wanasheria, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, Wizara ya Ardhi iendelee kuwa makini kufuatilia na kusaidia Watanzania. Na katika hili nimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Ndejembi, Waziri wa Ardhi, yeye na katibu wake Injinia Sanga, kwa namna walivyotoa sapoti kubwa ya kitaalamu kwa wasaidizi wao mpaka tunafikia hatua hii ya mali hii kurudi kwenye familia ya Bi Alice. Na wanasheria wote ambao tumekuwa pia tukisaidia kusaini mikataba au vinginevyo, ili hali tukijua kwamba mali hii inaibwa. Naomba niwaeleze ndugu zangu wanasheria wa mkoa wa Dar es Salaam na maadvocate wote, vizazi vyenu vitakuja kupokea machozi ya unyang'anyi unaofanywa kwa maandishi. Unaweza kuwa ni advocate leo mzuri, umesaidia vizuri kwa kuangalia maslahi yako, lakini usipoangalia maslahi mapana ya mambo haya ya kifamilia ni mbaya sana. Na katika hili ni mshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu mwanasheria ama advocate ambaye alishiriki katika kusaini mambo haya awali. Amekuwa ni muungwana aliyetupa ushirikiano kwamba mimi sikusaini jambo hilo mbele ya Bi Alice. Niliandaa consent nikampa mzee Justus, asubuhi akairudisha kwangu ikiwa imesainiwa, sio mbele yangu. Amekiri. Ni maadvocate wachache wanaoweza kukiri jambo hilo. Lakini hata huyu bwana Mohamed Mustafa kila anapoulizwa anakuwa na taarifa zenye contradiction. Anasema mimi nilimkopesha mara milioni 150, huku mara inaandikwa milioni 262, huku anasema nilipeleka mwenyewe nyumbani kumsainisha, huku mwanasheria anasema hatukupeleka wenyewe. Kwa hiyo kumekuwa kuna contradictory statements ambazo is a source of paradox. Polisi kwa kuwa hapa, endeleeni kushughulika na wale wote ambao wamevunja sheria. Endeleeni kumpa notice bwana Mohamed Mustafa Yusufali. Moja, aje aripoti, aje ajibu yale masuala yote yanayomhusu, lakini aje atoe ufafanuzi mahali ambapo anatumia hovyo
majina ya viongozi kinyume kabisa na utaratibu. Mheshimiwa Rais anatuhimiza sisi kusimamia yale maslahi ya wanyonge katika taifa letu. Halafu mtu anasimama huku, mimi DC ni rafiki yangu, mimi mkuu wa mkoa ni rafiki yangu, mimi si nani ni rafiki yangu. So what? Hata kama ni rafiki yako ndo alikutuma ukaibe ardhi ya mtu. Kwa hilo nalionya kwa dhati ya moyo wangu, na nimekwisha andaa operation maalum dhidi ya wale wanaojiita mabouncer wanaokwenda kunyang'anya na kutoa watu nje bila vibali vya mahakama. Na aliyebobea kukamata watu kufanya hivi ni jeshi la polisi na chombo cha dola. Bouncer hujasomea hayo. Njoo muombe jeshi la polisi, atakusikiliza professionally, atakuongoza nini cha kufanya. Kwa nimuite Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule aje hapa